Yesu asifiwe kanisa. Namshukuru Mungu kwa neema yake alionipa tena kusimama tena siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon pamoja na mama mtumishi wanaosimama na kuiendesha katika huduma ya Mlima Moria Mills. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ninashukuru uongozi wote wa kanisa. Pia ninashukuru sana kwa neema ya ajabu ambayo amenipa tena kusimama siku ya leo. Pia ninawakaribisha katika channel yetu ya Gideon, ambao katika ndani ya channel hiyo, kwa wale wote ambao wenye smartphone, unaweza ukaingia ukaandika Gideon Online TV, utakutana na vipindi vizuri sana ambao vimebeba ujumbe wa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa wale wote ambao tusitazamie vichekesho kwenye simu tu, pia tuangalie mahubiri katika neno la Bwana, katika kusikiliza, katika maombi na maombezi, katika kufundisha, kutazamia maombi au mafundisho ya neno la Mungu. Yamkini kuna moja tu linaweza kukuvusha. Yamkini umeumizwa, una majeraha katika ndani ya moyo wako, lakini katika neno moja tu, kuna neno moja tu ambalo linaweza kukudaka katika maombi na likakufungua kupeleka sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunawakaribisha katika huduma yetu ambayo iliyoko katika mkoa wa Kilimanjaro, ambao iko katika maili 6 kwa wale ambao wanaotoka kule wilaya ya Rombo, wilaya ya Same, Arusha. Basi ukifika stendi kuu tu, ukichukua, kuna hais, kuna bajaji ambazo zitakuleta mpaka hadi kwenye kituo au mashineni au opposite na petrol station ya PM. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao kibao chetu kiko upande wa chini kwa wale wanaotokea kule stendi kuu Same, wapi, ukifika tu utaona kibao upande wa chini. Kwa wale wanaotokea tena Arusha, Sanya, ukitazamia upande wako wa kulia utaona kibao. Ukifika sheli ya PM utaona mbele kidogo, utaona kibao kimeandikwa huduma ya Mlima Moria Mills. Tunawakaribisha sana, na mtumishi wa Mungu anayefuraha sana kuwakaribisha sana katika huduma zetu siku ya Jumatano, siku ya Ijumaa, siku ya Jumapili. Anawakaribisha sana. Kuna maombi mazuri sana. Hata kama umeumizwa, unapita katika changamoto nyingi, katika matatizo mengi, katika magonjwa yale yaliyoshindikana, basi tunakualika ufike katika huduma Mlima Moria, naye Yesu atakuponya. Uje na imani yako tu. Nawakaribisha sana. Mtumishi wa Mungu anawakaribisha sana. Kwa wale wote anawashukuru kwa wale wote mnaoshirikiana katika channel yake ya Gideon Online TV kwa ajili ya kuipeleka kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi siku ya leo tunasoma neno na tunaingia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao wanaonitazama katika nchi ya mkoa wa Kilimanjaro, Dar es Salaam, Arusha, wanaonifuatilia ambao walioko Mwanza, Mbeya, Dodoma, wapi, basi wote hebu tuchukue, ulioko nyumbani, kazini, chukua daftari lako au notebook yako, Biblia yako, tukalisome neno la Bwana, ambaye neno la Bwana ni mbegu ambaye inaweza kukuvusha, ambaye neno la Bwana ndiye Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Basi tukaombe. Kichwa cha somo kinasema usikate tamaa, Yesu anaweza. Usikate tamaa, Yesu anaweza kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Basi neno lao la siku ya leo tukaombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu leo hai, ninakushukuru mno kwa neema yako ya ajabu ambayo ya siku ya leo, Bwana, kusema na watoto wako kwa lugha nyingine, kwa lugha nyepesi. Bwana Yesu,
Ninakualika Roho yako Mtakatifu ukaseme na watoto wako Bwana, maana ulisema waliofundishwa na Roho Mtakatifu wamefanyika kuwa wana wa Mungu. Bwana Yesu, naomba ukafungue masikio ya watoto wako Bwana, ukawafungue, uwape neema kulisikia neno lako Bwana, ili neno lako Yehova likapate kuwaponya, likapate kuwaokoa na kuwavusha sehemu nyingine. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini tukisema amen. Basi somo letu la leo linatokea kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu, ule mlango wa 13 mstari wa 11 hadi 13. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nasoma kwa msaada wa Bwana. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 14, naye amepindana hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alimuona, akamwita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka. Basi tunaangalia naye mama huyo akamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa hiyo tunaangalia katika somo letu la leo ambalo latuambia ya kwamba mama huyu hakukata tamaa. Aliugua, shetani alifunga maisha yake, alipindisha maisha yake, lakini tunaangalia katika kazi za shetani anazozifanya. Hafanyi kazi ya leo, hafanyi kazi ya muda. Tangia yamkini mama huyu alikuwa amefungwa tangia tumboni kwa mama yake, alikuwa amefungwa yamkini akiwa mchanga, alikuwa amefungwa, shetani alikuwa amemfunga kidogo kidogo. Yamkini kuna mambo, ishara alikuwa anaoneshwa, anaona kwamba ni mdhaha, lakini kwamba jinsi gani shetani anavyofanya kazi usiku na mchana, yeye halali. Kwa sababu ni nini? Anafunga maisha yako, anafunga kamba, anafunga katika mwili wako, taratibu anaudhoofisha mwili wako. Maanake ukiona kwamba mtu, ndio maana unaweza ukashangaa ghafla mtu amefika nyumbani, au ghafla mtu ashangaa ameanguka, amepata ajali, ameumwa kichwa kidogo tu, amepelekwa hospitali. Tayari ni nini? Wanamwambia mara figo zimefeli, mara bandami imefeli, mara ini limepata kasoro. Tayari nini? Magonjwa mengi. Tayari hiyo ni kazi ya shetani, maanake anainua, maanake kitu kile hakikuanza leo. Lazima tugundue watu wa Mungu. Kwa hiyo tunapoingia, tumesema kwamba tunaingia katika mapambano ya kumwamini Yesu Kristo, tukiamini kwamba yeye anaweza. Lazima tugundue kwamba tatizo hili halikuanzia leo. Niamkini shetani amekufunga miaka mingi, na anatembea na wewe tu, anakufunga taratibu, anazidi kukudhoofisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Kila utakapoenda hospitali unapewa vipimo, unapewa dawa, yeye anapooza, anatembea na wewe tu. Ndio maana saa nyingine mtu anapata ajali, mauti namkuta, kitu kidogo mauti mtu namkuta. Ni nini? Shetani anatembea na wewe taratibu, mtu wa Mungu. Kwa hiyo ni lazima, kwa wale ambao tumepata neema ya kumjua Yesu Kristo, lazima tuwe tahadhari. Hatuko salama hata kidogo. Kwa hiyo si ukatembea mtu wa Mungu ukajiona kwamba wewe ni salama. Hapana, ni lazima sasa tuweze kupaza sauti na kumwamini huyu Yesu ambaye anayeokoa, ambaye anayeponya, ambaye anayefungua katika vifungo. Haijalishi kwamba umefungwa miaka mingapi, umefungwa miaka 20 au 14, lakini yuko Yesu. Tukimwamini ya kwamba yeye anaweza kufungua tena maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika safari unaweza, kama mtu mwingine amepata changamoto, ukakata tamaa. Watu wa Mungu, unaweza kama umeumwa ukasema hapana, nimekata tamaa, afadhali nife. Bwana Yesu asifiwe. Shetani kazi yake yeye anapiga makofi. Maanake wewe umeweka saini mwenyewe ukasema kwamba afadhali mimi niende. Shetani mwenyewe maanake nini? Anasema kwamba mtu huyu amekubali mwenyewe. Lakini tukikataa, tukisema Biblia kama inavyosema hatutakufa bali tutaishi, tukayasimulia matendo makuu ya Bwana Yesu. Maanake tukikataa mauti,
Mipango yote ambayo maadui na wachawi wamepanga kwa ajili yako, yamkini wamepanga wakasema kwamba wewe ni wakufa, wewe ni wakwenda, lakini bado Yesu mtu wa Mungu anakuhitaji. Yesu Kristo bado anahitaji uishi, uilee familia yako, uendeshe katika maisha mengine tena. Yamkini kuna mahali ambapo umefungwa, shetani amefunga na miaka mingi. Kuna saizi ambayo yamkini unaweza ukaa, kuna visharia ambayo unasikia kwenye mwili wako. Ni lazima watu wa Mungu katika maisha haya, katika mwenendo huu, katika maisha haya, ni lazima Yesu tumrudie Bwana. Hakuna aliyo salama, watu wa Mungu. Shetani anapambana usiku na mchana kuharibu watoto wetu, kuharibu vijana wetu, kuharibu watoto wa kike na wa kiume, ili baadaye tusipate nguvu kazi. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunaangalia tumejifunza nini? Mama huyu amefungwa miaka 14. Mapepo, ametumia mapepo. Yamkini kwa aliyotumia gharama ya mamilioni, aliyotumia gharama ya kutoa sadaka ya mbuzi, ng'ombe, ili kwa ajili ya kuharibu maisha yako, ili kuharibu uchumi wako, ili kuharibu nyumba yako, ili kuharibu watoto wako. Lakini watu wa Mungu, tukimkimbilia huyu Yesu, tukimkimbilia huyu Yesu, tukimtumainia, tukimuishia, tukiamini ya kwamba yeye yupo, tukimwamini ya kwamba yeye ni mweza yote, tukimwamini kwamba yeye ndio chanzo cha uzima wa maisha yetu, yeye ndio chanzo cha maisha yetu, ndio chanzo cha watoto wako, ndio chanzo cha kazi yako, ndio chanzo unapotoka nyumbani kuelekea kazini. Watu wa Mungu, hebu tumkimbilie huyu Yesu. Hakuna aliyo salama. Mama, unatembea, yamkini unatoka nyumbani kwako, unaenda kazini, kwenye biashara yako, kwenda kujitafutia riziki. Usitembee barabarani ukajiona kwamba uko salama. Shetani anahangaika, nini? Kama jinsi alivyotuma duniani, kazi yake ni kuharibu, kazi yake ni kuleta uharibifu. Analeta uharibifu kwenye maisha, analeta uharibifu kwa watoto wetu, analeta uharibifu kwenye ndoa, analeta uharibifu kwenye uchumi wako. Lazima tugundue, watu wa Mungu, tusikimbilie kwa waganga tu, tusikimbilie tukasema tumelogwa. Yamkini sisi wenyewe tunajiloga wenyewe kwa vinywa vyetu. Hebu turudi kwa Bwana, tumkimbilie Yesu. Yesu ndio kimbilio, Yesu ndio jabali, Yesu ndio ngao yetu, Yesu ndio mwamba imara. Yesu yule ndio aliyemfungua Lazaro. Alikuwa amefichwa kwenye mapango. Yamkini kwa kazi yako iliyofichwa kwenye mapango, yamkini wako watoto wako waliofungwa, yamkini wako maisha yako yaliyofungwa. Nataka kuambia baba, nataka kuambia mama, amka sasa, mtumainie Yesu. Usitoke nyumbani pasipo kumtanguliza Yesu. Tunaangalia mambo mengi yanayotokea, tunaangalia watu wanapata ajali, wengine wanakufa. Yamkini shetani anasababisha kwenye kumwaga damu za watu. Watu wa Mungu, hebu tusimame kwa ajili ya kumtumainia Bwana. Tusimame kwa ajili ya kumtumainia Bwana. Wewe mtu wa Mungu, wewe pia ni mtumishi wa Mungu. Uko hapa nyumbani, una nafasi ya kuiombea familia yako, una nafasi ya kumwombea mume wako, una nafasi baba ya kumwombea hata mke wako. Kwa sababu nini? Hatuko salama. Shetani anahangaika kuleta uharibifu kwenye nyumba. Kumetokea na mafarakano ya ajabu, kumetokea na maajali ya ajabu. Tunasikia hata juzi ajali zimetokea, zimeua watu 10. Hebu tuliombee katika taifa letu, tuombee katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mama huyu tunaangalia kwamba wako ambao wanafunga maisha yako ili usiweze kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukimwamini huyu Yesu, anaweza. Haijalishi wamekufunga miaka mingapi, haijalishi wamekuficha kwenye makaburi, haijalishi wamekuficha kwenye masali, haijalishi wamekuficha kwenye miti, wamekufunga na minyororo, wamefunga maisha yako na makofuli, lakini kuambia kwa jina la Yesu Kristo, hayo makofuli yanaenda kuvunjwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tufungue tena Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 3, tunaangalia Biblia inasema, Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 4 hadi wa 8. Biblia inasema, naye Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tazama sisi akawaangalia akatarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho
ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyao zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia watu wa Mungu, tunaangalia wengine. Unaweza ukambeba mtoto wako ukazania kwamba mtoto ule labda amekuwa ni mlemavu kwa mapenzi ya Mungu. Yamkini yuko adui shetani mwovu amekamata miguu ya watoto wako, amefunga miguu ya watoto wako, amefunga miguu ili usiweze kuendelea kwenye kazi, amefunga maisha yako. Yamkini kwamba huyu alikuwa amekaa anatarajia kuona kwamba anatarajia ya kwamba ili apate sadaka, lakini tunaangalia kwamba alikuwa na imani ya kumwamini Yesu. Sio kwamba alikuwa anapenda kukaa pale hekaluni, naye alikuwa anatamani kunyanyuka akimwomba Yesu, akamwambia Yesu, na mimi niinue nitembee kama watu wengine. Yesu aliangalia imani yake, Yesu aliangalia ndani yake. Ndio watumishi wa Mungu walivyopita, akatarajia kupata kitu. Maana yake alitarajia kupata neno la Bwana. Pengine unaweza kuzungumza kama alikuwa anatarajia kupata fedha. Hapana, alitarajia kwamba leo ndio ukombozi wangu, leo ndio kufunguliwa kwangu, leo ndio kuinuliwa leo. Na wewe mtu wa Mungu, tarajia katika neno hili kwa jina la Yesu Kristo. Tarajia. Yamkini kuna mahali ambapo unapita mahali pagumu, unateseka, unahangaika, lakini tarajia leo ndio ukombozi wako, leo ndio kufunguliwa kwako, leo ndio kutolewa mahali ambapo ulikuwa umewekwa chini. Yamkini Yesu Kristo anaenda kukuinua kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, hebu tusimame katika kuomba. Najua maombi ni silaha. Maombi ni silaha mama. Usitoke nyumbani kwako tu pasipo kumshirikisha Yesu. Ukimwambia Yesu twende waone, anaenda na wewe. Usitoke nyumbani kwako baba pasipo kumtanguliza Yesu. Nenda na Yesu kwenye gari lako, nenda na Yesu kwenye biashara yako, nenda na Yesu kwenye kazi yako, nenda na Yesu kule ofisini kwako. Mwambie Yesu tawala kwenye hiyo ofisi, na Yesu ataonekana. Maana yake hata shetani amepanga mauti, maana yake nini? Yesu anakutangulia. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake maombi ni silaha. Tupate nafasi hata kidogo tu ya kumshukuru Mungu. Usiamke tu, haijalishi kwamba umetoka umefanya kazi mchana kutwa. Kumbuka Yesu yeye ndiye anakulinda kuanzia alfajiri mpaka saa 12. Lakini watu wa Mungu hatupate nafasi hata kidogo ya kumshukuru, hata kwa dakika mwambie Yesu asante kwa sababu umenilinda. Haleluya. Tunafika tuangalia maji ya kuoga ni wapi, chakula kiko wapi. Yamkini katika nyumba yako uliofunga, mtu wa Mungu, katika kitanda chako, katika makochi yako, yamkini yuko adui amelaza mavazi yake pale, yuko adui amejilaza pale. Ndio maana watu wengine wanafika ndani kwao kidogo tu unashangaa, umefika unashangaa, unaanza kusikia kizunguzungu, unashangaa kichwa kinaanza kuuma, unamuita mtoto niletee maji. Ni nini? Tunaona mama amekuja salama, baba amekuja salama, amefika hapa ndani tu tayari maumivu, tayari roho za uvamizi, roho za utangulizi zimekutangulia ndani kwako. Unalala unashangaa, migongo inaanza kuuma, unatobolewa sindano, tayari umelala juu ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujifunze kufika ndani kwetu, kumwambia Yesu tangulia pale kitandani. Niuza damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu kwenye chumba chako, kuanzia kwenye makochi, kwenye uvungu, kila mahali, kama huyo shetani atakaa. Bwana Yesu asifiwe. Basi watu wa Mungu, tunyazime imani tukaombe kwa jina la Yesu. Kila vifundo vyote alivyokufunga Yesu anaenda kuvifungua leo. Ukiwa na imani na kuambia leo ni siku yako ya ukombozi, ni siku yako ya kufunguliwa. Haijalishi tena amekuficha miaka mingapi, lakini leo Yesu atakutoa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu ni hai. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine zaidi yako. Wewe ni mfalme, hakuna mwingine zaidi yako. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya watumishi wako, kwa ajili ya watumishi wako ambao umesema nao katika neno hili. Bwana, ninasema asante kwa ajili ya muda huo, kwa ajili ya saa hizi, kwa ajili ya baba huyo, kwa ajili ya mama huyo, kwa ajili ya kijana huyo, kwa ajili ya dada huyo, katika jina la Yesu. Baba, ninakuja mbele zako, ninaomba rehema, ninaomba msamaha kwa ajili yao Yesu, ninaomba rehema Jehova kwa ajili yao Mfalme, achilia rehema Yesu, ninaomba toba na msamaha kwa ajili ya baba huyo, kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu Baba, ninaomba toba na msamaha, ninaomba rehema Yesu, hata kwa ajili
ajili ya mkoa wetu wa Kilimanjaro. Mungu Baba, ninaomba rehema Yesu, achilia rehema na rehema zako, achilia msamaha Bwana. Ninasimama kama Musa wa leo alivyosimama kwa ajili ya taifa la Israeli, nami nasimama kama Musa wa leo. Ninaomba toba na msamaha Bwana. Yamkini watoto wako wamekengeuka Yesu, wamekuacha Mungu wa kweli, wakaenda katika njia za kupendeza. Mungu Baba, ninaomba rehema, naomba rehema Yesu, naomba toba na msamaha, naomba rehema Jehova, naomba rehema mfalme wa wafalme, naomba rehema kwa ajili ya taifa lako la Tanzania. Mungu wa mbingu na nchi, achilia rehema Yesu, achilia rehema Bwana, uturejeshe tena Yesu. Tumekuja kwako Baba, tumeanguka msalabani pako, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba msamaha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu Baba, tunaomba rehema katikati ya ghadhabu yako Yesu. Kumbuka rehema, kumbuka msamaha Jehova, kumbuka rehema Bwana Yesu Kristo Bwana, maana umesema Yesu, tukitubu Baba na utagairi mabaya yote, utageuza hasira yako. Yesu Kristo mwana wa Daudi, tunaomba rehema mfalme wa wafalme kwa ajili ya baba huyo, kwa ajili ya mama huyo, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Pasaka. Yamkini yuko adui shetani mwovu aliyofunga maisha ya mama huyo, aliyofunga maisha ya kijana huyo, katika jina la Yesu. Kila minyororo yote, kila kamba zote, kila makofuli yote, chochote Mungu alichofunga kwa siri, alichofunga maisha yake kwa siri, ili kwamba Bwana yamkini kumsababishia ajali, kusababisha magonjwa, kusababisha mateso, katika jina la Yesu ninatamka sasa hayo makofuli yakavunjwa kwa jina la Yesu, na yavunjwa kwa damu ya Yesu Kristo. Navunja kila roho yote, navunja kila nguvu za giza, kila pepo wa udhaifu aliyotumwa kwa mama huyo, aliyotumwa kwa mtoto huyo, aliyotumwa kwa baba huyo, katika jina la Yesu akamwachie sasa, akamwachie sasa kila mapepo, kila maruani, kila Lucifer na jeshi lako. Achia mama huyo, achia nafsi yake, achia maisha yake. Aliyofunga tumbo la mama huyo, wakasema kule kupakata mtoto, wakasema tumbo lake Yesu eti la kuzama mapooza, eti kila kizaa mtoto anakufa. Nasema nafuta mapooza kwenye tumbo la mama huyo, kila mafundo yote waliofunga mama huyo, katika jina la Yesu nakata hizo kamba, nakata hiyo mnyororo, nakata hiyo mnyororo, miguu yote iliyofungwa. Yamkini naona mama huyo amefungwa mikono yake, wakasema Bwana haruhusu kumiliki pesa, haruhusu kumiliki biashara, haruhusu kumiliki chochote. Nasema nakata hizo kamba, nakata hizo kamba kwa jina la Yesu. Walizomfunga kwa njia ya ndoto, walizomfunga kwa njia ya asiri, nasema nakata, nakata kwa jina la Yesu. Nasema nakata, nasema nakata, nakata mara ya kwanza, nakata mara ya tatu, nakata mara ya nne, nakata mara ya tano kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe shetani, achia mama huyo, achia nafsi yake, achia miguu yake, achia tumbo lake, kila mafundo yote, kila pando lote iliyopanda kwenye tumbo lake, nasema naling'oa, naling'oa kwa jina la Yesu. Achia, napeleka moto, napeleka moto, napeleka moto paka hapo nyumbani, paka hapo kazini. Nasema mapepo yote ya udhaifu waliomkamata mama huyo hapo kitandani, paka hapo hospitalini, natuma moto. Waliofungwa, walioko magerezani, na wafungwa kwa jina la Yesu, wakawe huru sasa, wakawe huru sasa, wakawe huru sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mahali popote walipowekwa Yesu, wamefichwa, wamefaikwa mateka, nasema Bwana kwa neno lako Yesu wakapata kufunguliwa. Wewe Yesu Kristo uliyemfufua Lazaro, uliyemfukua, nasema katika jina la Yesu, na muinua baba huyo, na muinua mama huyo, na muinua kijana huyo, kila roho ya ulevi, kila roho ya ulevi, nasema nafuta ndani yao, nasema nafuta ndani yao. Wewe Lucifer, achia maisha yao, achia maisha yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni hai. Asante Bwana Yesu, asante kwa ajili ya uponyaji wako, asante kwa ajili ya baraka zako, asante kwa ajili ya uponyaji Yehova. Asante kwa sababu Bwana tunaamini ya kwamba wamekuwa huru sasa, wamekuwa na uzima. Uzima sasa uko ndani yao, uzima uko ndani yao, uzima Yesu. Mahali popote Bwana Yesu, ikiamini ya kwamba wewe umewafungua wote ambao walikuwa wamefungwa na shetani, ambao walikuwa wamefungwa na mapepo ya udhaifu, kwa jina la Yesu. Hata
hata kama ni sadaka walizotolewa, hata kama ni sadaka za damu, hata kama ni sadaka za pombe, tunaachilia damu yako Yesu iliyomwagika pale msalabani. Wewe Yesu Kristo ulitolewa pale msalabani, ulitukomboa kwa jina la Yesu, na mama huyu na baba huyu wote wakakombolewe, pamoja na taifa letu likakombolewe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni hai, asante kwa sababu wewe ni Mungu unayestahili kuabudiwa na kupewa sifa, heshima na adhama, vyote ni vya kwako Mungu wetu. Tunakurudishia sifa, heshima, vyote ni vya kwako Baba wa mbinguni. Bariki kila mmoja Bwana, kwa kila chochote anayesikiliza Baba, katika nchi ya nje, mkoa wa Kilimanjaro mpaka kule Dar es Salaam. Mungu wabariki wote Bwana, wawezeshe Yesu ukapata kuwainua, wape imani, wape nguvu ya wokovu mpya tena, wape nguvu ya wokovu, wasikate tamaa, wasichoke, bali Yesu Kristo washike mkono tena, wavushe kwenye hiyo bahari, wavushe kwenye huo mto, wavushe Yehova, wavushe Mungu wa Ibrahimu, wavushe Mungu wa Isaka, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu ya uaminifu wako Baba, asante kwa ajili ya rehema zako, katika jina la Yesu, amen. Basi watu wa Mungu, na mbarikiwe sana, tukiamini ya kwamba Yesu amewaponya, na mpokee uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yehova.